Naitwa Sura Nyembo, ni mkurugenzi mtendaji wa Drug Abuse Prevention Organization DAPO. Leo tunashukuru tumeweza kupata wageni ambao wameletwa na taasisi ya TAOGT. Wageni hao ni kwa ajili ya kuweza kupata elimu, wameweza kupata elimu juu ya athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Kama unavyofahamu, sehemu muhimu sana katika kinga ni kuweza kutoa elimu juu ya athari zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Tumeona vijana wengi wanajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Katika zile sababu za kisaikolojia ni kwamba wengi wao walikosa elimu ya kutosha juu ya athari zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Iwapo mtu huyo anaweza kufahamu hizi athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya, inakuwa ni sehemu ya kuweza kupunguza uhitaji. Lakini hapa pia ni DAPO Recovery House. Hichi ni kituo cha huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Hapa kwa wale ambao tayari wameshaweza kuingia katika uraibu wa dawa za kulevya, wanaweza kupatiwa matibabu, wakaweza kutengemaa na kuweza kuja kuwa wanachama wazalishaji katika jamii. Kama DAPO au Drug Abuse Prevention Organization, tunaipongeza sana mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kazi kubwa walioweza kuifanya, kwa sababu leo tunaona dawa za kulevya nyingi zinaweza kuteketezwa. Same huko waliweza kuteketeza mirungi, lakini tunaona Morogoro, Arusha na sehemu nyingine tofauti wameweza kuteketeza mashamba ya bangi. Lakini pia tunaona watumiaji wa heroin wamepungua, na dawa ya kulevya ina heroin sasa hivi imekuwa ni adimu katika mitaa. Kwa hiyo tunaipongeza mamlaka kwa kuweza kufanya kazi kubwa sana chini ya Kamishna Ale Taslimu. Anafanya kazi nzuri sana. Na leo kizazi chetu kinaweza kukomboka kwa namna moja au nyingine, kwa sababu moja ya sababu ya watu kuweza kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya ni uwepo wa dawa hiyo. Kama bidhaa inakuwa haipo, basi ni ngumu kuweza kupata wateja, kwa sababu bidhaa inakuwa haipatikani. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeweza kufanya. Lakini pia leo sisi kama Drug Abuse Prevention Organization tunaiasa jamii ya Kitanzania tuweze kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kuweza kulinda mitaa yetu, kwa ajili ya kuweza kutokomeza hawa watu ambao wanajihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Lakini pia tunaiasa jamii yetu kwa watu ambao wana ndugu, jamaa, marafiki. Leo tuna tiba za aina nyingi. Tuna vitengo vya afya ya akili, lakini pia tuna zile mati kliniki, lakini pia tuna nyumba za upataji nafuu kama ilivyo hapa DAPO Recovery House. Jukumu la kuweza kutoa elimu katika jamii ili kuweza kuilinda jamii yetu, ili kuweza kuwalinda vijana wetu, ni jukumu la mimi na wewe, ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa hiyo sisi kama Drug Abuse Prevention Organization tumejitoa hasa katika namna ya kuweza kudhibiti hizi dawa za kulevya kwa kuweza kutoa elimu, ili mradi watu waliokuwa katika jamii yetu ya Kitanzania waweze kuelewa athari zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Ni sehemu ya kuweza kupunguza uhitaji. Tanzania bila matumizi ya dawa za kulevya inawezekana, na Tanzania bila biashara ya dawa za kulevya inawezekana. Support, msaidie mraibu wa dawa za kulevya. Support, don't punish. Support, don't punish.